Chuo cha mafunzo Vocational Training Center. Leo hii tumeweza kwenda ziara ya kimasomo. Ziara hii si ziara ya kawaida, ni utalii wa ndani. Tumeweza kujionea mambo mbalimbali na tumeweza kutembelea sehemu mbalimbali. Miongoni mwa sehemu tulizozitembelea ikiwemo Jozani. Jozani tumeweza kujifunza vitu vingi ikiwemo aina kuu mbili za kima. Hawa kima wanapatikana Jozani pekee. Kuna kima wekundu na kima weusi. Kima wekundu wanapatikana Zanzibar pekee ndani ya msitu wa Jozani. Kila aina ya kima wanapatikana Jozani wako zaidi ya 30. Lakini pia tumeweza kujua chimbuko la neno Jozani na pia tumeweza kujua historia ya kiundani ya Jozani na vijiji vinavyoshirikiana katika kulinda msitu huo. Kwa hiyo hapa tulipo panaitwa Jozani kwa Kiswahili rahisi. Lakini kwa jina refu Kiswahili panaitwa msitu wa hifadhi ya taifa ya Jozani na Ghuba ya Chwaka, lakini kwa English panaitwa Jozani Chwaka Bay National Park and Biosphere Reserve. Hicho ndio Kiingereza chake au Kienglish chake. Tayari. Sasa Jozani ni nini? Neno Jozani lina maana mbili au lina tafsiri yake inatokana na nadharia mbili. Nadharia ya kwanza kwenye Kiswahili, hasa Kiswahili cha kale, ukisema joza maana yake ni ardhi inayokaa maji, ardhi yenye maji sana, ndio maana neno joza. Sasa Jozani ukichimba chini urefu wa mkono wangu, hii ni mita 1, unapata maji. Nadharia namba 1. Tayari, au theory kwa English theory. Tayari. Nadharia namba 2, hapa Jozani pana familia inaitwa familia ya Bimwajoza mpaka leo hii. Kwa hiyo Bimwajoza ndio Jozani, ardhi inayo maji ni Jozani. Kwa walosoma sana kufika mpaka chuo kikuu, ukiprove theory kuna nadharia, maana yake theory zote mbili zinafanya kazi. Kwa tayari kwa mtani tayari unajua nini maana ya Jozani au neno Jozani limetokana na nini, kwa nini pakaitwa Jozani. Kwa hiyo kutokana na nadharia hizo mbili, Bimwajoza na Jozani, kwa maana kwamba ardhi ambayo inakaa maji. Tayari hapo Haya, Jozani kama msitu wa hifadhi ya taifa una ukubwa wa hekta 5,000. Huu ndio ukubwa wake, hekta 5,000 au kwa Kiinglishi 50 km squares, 5000 hectares, 50 km za mraba 50 square root. Tayari hapo Na Jozani ndio hifadhi ya taifa pekee kwa Zanzibar. Kwa Tanzania kwa ujumla hifadhi za taifa zinafika 40. Maana yake kujumlisha na bara. Tayari. Lakini kwa Zanzibar ni moja ambayo ni Jozani. Lakini msitu ambao unalindwa Zanzibar sio mmoja. Msitu ambao inalindwa takriban 6. Hii misitu mingine tunaita nature reserve au protected forest, ikiwemo Masingini, watu wanakaa karibu na Bububu. Masingini, kuna mmoja hapo karibu Tojambiani Muyuni, kuna mwingine unaitwa Kichwele, kuna mwingine unaitwa Kiwengwa, kuna mwingine upo Cheju. Na mwingine upo Pemba. Pemba sio tunaujua? Ndio. Ngezi. Tayari, tulikuwa tukisoma primary means zangu tunaambiwa Zanzibar misitu miwili. Jozani na Ngezi. Tayari, lakini imeongezeka. Sasa hivi takriban 6, ila hifadhi ya taifa inabaki kuwa moja. Sasa tofauti ya Jozani na nyingine nini? Hii hifadhi ya taifa maana yake huruhusiwi kufanya kitu cha kawaida. Kitu cha kawaida maana yake kulima. Tayari hapo kuwinda, kukatakata miti, tayari kuvuna. Hivyo vyote Jozani havifai. Lakini hii misitu mingine, hivi vitu vingine vinafanyika. Kwa hiyo maana yake tofauti hapo ni hadhi ama levels. Tayari Kwa hiyo Jozani level yake ni ya juu, hizi nyingine sio chini lakini zipo chini ya Jozani. Jozani kabla ya kuwa hifadhi ya taifa imepitia ngazi tofauti nyuma. Tayari ngazi ya kwanza, Jozani umeanza kuwa msitu ambao unalindwa kwenye mwaka 1950. Hapo ikijulikana kama ni Jozani Protected Forest. Hiyo maana yake ni prior independence au kabla ya mapinduzi, si ndio? Mapinduzi tunasema 64. Kwa kabla ya mapinduzi, Jozani tayari inafanyaje? Inalindwa. Kwa hiyo Jozani haijaanza kulindwa baada ya 64, kabla ya 64, kwenye miaka 50 huko. Jozani imeanza kulindwa. Ikijulikana kama Jozani Protected Forest. Ikaenda inalindwa tu hapo Protected Forest, lakini ikiwa watu wanakuja, wanavuna, wanalima tayari hapo mpaka kwenye mwaka 1995. Tayari hapo ikawa inaitwa Jozani Conservation Area. Bado ni sehemu ambayo inalindwa lakini imepanda cheo kidogo na eneo pia likaongezeka.
Jozani wakati inaanza kulindwa mwanzo ilikuwa ukubwa wake ni hekta 500. Kutoka hekta 500 mpaka sasa hivi 5000. Kwa zimeongezeka ngapi hapo? 5000 ukitoa 500, hesabu rahisi. Tayari Sijui mnaona hapo. Kwa hiyo levels zinafanya zinaongezeka. Kwa hiyo kutoka 50 mpaka 95 ikajulikana kama Jozani Conservation Area. 95 mpaka 2005 ndio ikaanza kuitwa National Park. Kwa maana ya hifadhi ya taifa. Hiyo tumeelewana hapo? Kwa maana ya hifadhi ya nini? Kwa hiyo kokote nyuma ilikuwa inalindwa lakini kwa level tofauti. Sasa hivi imekuwa hadhi ya juu kabisa. Na sasa hivi kutoka 2018 mpaka sasa ina level nyingine imeongezeka ambayo haihitaji sana lakini imeongezeka, inaitwa Biosphere Reserve, kwa Kiswahili inaitwa hifadhi hai. Tayari hifadhi hai. Sasa Jozani kama national park, kama hifadhi ya taifa imezungukwa na vijiji 9. Vijiji vingapi? 9. Vijiji vya karibu hapo. Kitachokuja kichwani nitakitaja. Pete, Kongoroni, Chwaka, Bwejuu, sijui Kitogani, Unguja Ukuu, almost vijiji 9. Pengine vingine tutakuwa mmesahau. Tayari hiyo ni kama hifadhi ya taifa. Lakini kama Biosphere Reserve, kama hifadhi hai, tunakwenda mpaka Bungi. Kwa maana ukubwa hapo unataka kufanyaje? Kuongezeka. Na kama hifadhi hai Jozani ina ukubwa wa hekta 22,000. 22,000? Hifadhi ya taifa 5000. Hifadhi hai 22. Kubwa ipi hapo? Ukipewa 5000 na kupewa 22,000 utachukua ipi? Napenda pesa. 22,000 ndio utakao uchukua tayari. Kwa 22,000 ndio. Kwa hifadhi hai ni kubwa kuliko hifadhi, lakini tunalenga zaidi kwenye hifadhi ya taifa kuliko hizo sehemu nyingine, kwa sababu sehemu nyingine ulindwaji wake ni tofauti, hata kuna vijiji ndani yake. Tayari hapo Na hii mikoko ni miti ama kama tunamwambia miti ambayo inaishi kwenye sehemu za maji ya chumvi chumvi, na Zanzibar tuna aina 10 za mikoko. Jamii 10 maana yake za miti ya mikoko. Lakini kwa Jozani tuna aina 3 za mikoko. Kwa maana vipi? Kwa maana kwamba inaishi kutokana na kiwango cha chumvi ambacho inaweza ikastahimili au inahitaji. Kuna mikoko kama tunamwambia inaishi baharini, kwa watu wa mjini sana, maeneo maruhubi ipo mikoko inaishi ndani ya pwani kabisa. Maruhubi. Au watu wa Buyubuyu huko, kuna mikoko inaishi ndani ya pwani. Tayari. Kuna mikoko inaishi pembezoni mwa bahari. Maeneo ya Mabluu pale, msikiti Mabluu. Ipo mikoko pale pembezoni mwa bahari. Na kuna mikoko inaishi mbali, ndio kama hii ambayo tunayo hapa. Na hii mikoko ambayo ipo hapa ndio mikoko mikubwa zaidi kwa Zanzibar. Hii ina urefu wa mita 20 hadi 25. Lakini mikoko ambayo inaishi pembezoni mwa bahari au ndani ya bahari kawaida inakuwa ni mifupi. Mita 3, mita 4. Kwa inakuwa ni sio midogo, mifupi. Tayari hapo Kwa Zanzibar mikoko ni miti ambayo hairuhusiwi kukata. Kama hapo nimwambia ile mitondoo kule. Kwa na mikoko vile vile hairuhusiwi kukata. Tangu mwaka 2005 mkoko ni nyara ya serikali. Kwa sababu pengine nyinyi wadogo, kwa wale ambao wanakumbuka mwaka 2004 kulikuwa kuna tsunami. Mwaka 2004 ilitokea tsunami nchi za wenzetu huko Indonesia, Thailand, Sri Lanka. Ile tsunami ilikuja mpaka kwetu. Kwa nini? Kwa sababu tuna share nao bahari ya Hindi. Yaani hizo nchi ambazo tumezitaja hapo, bahari zimezungukwa na bahari ya Hindi, na sisi Zanzibar pia tumezungukwa na bahari ya Hindi. Kwa ina maana ile tsunami ikipiga zile waves zake tayari zinatembea ndio zikafika hadi kwetu. Kwa maana siku tukapata mawimbi makubwa. Kuna baadhi ya miji iliathirika, hasa kusini. Jambiani, Paje, Bwejuu, kwetu huko kuliathirika kwa sababu hakuna cha kulinda. Yale mawimbi yalipokuja moja kwa moja yamehit, yamegonga kama hotels au kuna baadhi ya watu walikufa kabisa. Tayari, lakini sehemu zote ambazo pembezoni mwake kuna mikoko zote hazikuathirika. Kwa mikoko ni kama kizuizi, ni kama ukuta. Kwa maji yakija kwa nguvu na spidi, hii mikoko inatawanya mawimbi ya maji. Kwa maana mawimbi yanafanyaje? Yanapungua kasi. Kwa mikoko ina uwezo wa kuzuia tsunami, ndio tafsiri yake. Au ina uwezo wa kuzuia upepo mkali. Tutaenda kuiona ilivyo. Tayari Kwa hiyo moja. Kwa maana ndio sababu inalindwa mikoko. Tayari. Sababu ya pili, sehemu za mikoko ni sehemu za mazalia ya samaki. Maji yakiwa yanakuja, maana yake samaki wanafuata yale maji, wanakuja kutaga. Wanakuja kufanyaje? Kutaga. Kwa hiyo sehemu za mikoko unaweza kuona samaki wadogo wamo mle. Kwa sababu wamezaliwa mle, alafu wakishakuwa wakubwa, wapo strong enough, wana nguvu zao, wanafuata maji, wanakwenda zao baharini au pwani. Tayari. Chengine, sifa moja ya mikoko ni miti ambayo ina mizizi mirefu sana. Yaani mzizi wa mikoko unaweza kutoka hapa mpaka kule upande wa kule, unatembea. Kwa maana kama unaishi sehemu za pembezoni mwa bahari, mkoko
una uwezo wa kuzuia mmomonyoko wa ardhi. Maana unafanya ule udongo ufanyeje? Ujishike. Unajua maji yakija na kutoka, yanakuja na kutoka, maana yanafanyaje? Yanasomba udongo. Sasa mizizi ya mikoko inazuia udongo usichukuliwe na maji. Kwa hiyo hizo ni tatu hizo, umuhimu wa mikoko. Mimi kama mwanafunzi nimejifunza umuhimu wa mikoko ambazo ni mazalia ya samaki, kuzuia mmomonyoko wa ardhi na kuzuia mafuriko yanayotoka katika bahari.